Mtu tukajifunza maneno ya Mungu, na kitu cha somo kinasema jifunze kuomba toba na rehema mbele za Mungu na kukomboa siku ya mtu, wiki, mwezi, mwaka pia na miaka. Siku ya mtu inaweza kulaaniwa, au wiki au mwezi au mwaka ikawa hivyo. Sababu tu ya kulaaniwa ni kwa sababu tu unaweza kuwa na neema au kitu cha thamani. Jifunze kuomba maombi ya toba na rehema mbele za Mungu ili kukomboa siku yako, wiki, mwezi na miaka. Siku yako inaweza kulaaniwa, na ikilaaniwa maana yake hautaona chochote cha baraka. Sasa siku ikilaaniwa, wiki ikilaaniwa, mwezi ukilaaniwa, mwaka ukilaaniwa, kila mwaka ukija wewe ni wa matatizo, au wiki zikija unakutana na mikosi. Sasa usipojifunza kuachilia toba na rehema, ili kwamba kama kuna jambo ambalo limesababisha ulaaniwe, au kuna watu ambao wamekupiga na laana, unafuta zile laana. Na unaweza kulaaniwa sio kwa sababu umemkosea mtu wakati mwingine, lakini unaweza ukalaaniwa. Kuna watu wabaya wanakutuhumu, wanakuchukia vibaya, wakakulaani. Na ukilaaniwa siku zako hazitakwenda vizuri. Hebu sema nataka nikaombewe leo. Sema nitaomba rehema mimi mwenyewe ili siku zangu ziwe salama. Sema basi amina. Usipojifunza kuombea mwaka wako, mwezi wako, utashangaa mwaka unaisha wewe ni wa magonjwa, wewe ni wa mateso. Sasa lengo la kulaaniwa ni ili udhoofishwe, ni ili upigwe. Na unapigwa kwa vitu vingi. Moja magonjwa, moja mikosi. Unashangaa unapita kwenye madeni, unashangaa unakataliwa, unashangaa roho ya faraka. Kumbe kuna namna fulani umelaaniwa. Hebu sema leo nakataa laana aina yeyote inayolaaniwa nayo. Sema fire. Kuna kitu adui anaweza kuona kwa maisha yako. Akiona kuna jambo la baraka linakwenda kutokea mbeleni, anawahi kukudhoofisha. Kuna watu shetani akishaona unakwenda kwa mtu wa baraka, mwaka ujao utakuwa mtu tofauti, au mwezi utakuwa mtu tofauti, au kuna kazi inakuja, au kuna baraka inakuja, shetani anatafuta mlango wote ule aachilie laana. Lengo la kulaaniwa ni ili usifikie ndoto zako. Wengine mnalaaniwa ili mfe kabla ya siku zenu. Wengine mnalaaniwa ili msitimize hatima yenu. Aishivyo Bwana kwenye ibada ya leo, lazima tuachie toba. Na tukiachia toba tutaachia rehema, na Mungu wetu ataturehemu, na walio tulaani wataaibika. Sema basi amina kama unanielewa. Sema kila aliyenilaani anakwenda kulaaniwa. Kila aliyechimba kaburi anakwenda kuingia yeye. Pandisha kiwango cha imani. Sema sitakufa nitaishi. Sema fire. Sema fire. Guse mwenzako mwambie amini Mungu yuko hapa na utashinda. Kitabu kile cha Hesabu mstari wa 22 mstari wa 6 utakuta Balaki na Balaamu. Balaki anamwambia Balaamu, njoo unilaanie hao watu maana wanazo nguvu, na anatumia nguvu nyingi kulaani. Amsema kila atakayenilaani hataniweza. Sema basi kwa sema kila atakayenilaani hataniweza. Ila wakati unashughulikia hizi laana, jifunze rudi nyuma ya maisha yako, kwa sababu kuna laana za kweli. Kuna laana kutoka kwa wazazi, kuna laana kutoka kwa wachungaji, kuna laana kutoka kwenye viongozi, kuna laana unaweza kulaaniwa kikweli kweli, lakini kuna laana zingine unalaaniwa na ulimwengu wa kuzimu kwa kuonewa. Na mimi nataka nishughulikie laana ya kuonewa. Lazima tutaifuta leo, lazima tutaharibu leo. Amesema kila laana linalolaaniwa bila sababu leo naikataa. Unanielewa vizuri jamani? Balaki anamwita Balaamu alaani taifa la Israeli, halafu anamwambia njoo unilaanie maana wana nguvu. Kumbe ukilaaniwa unakosa nguvu ya kupambana tena. Unafunga vitu vinakufa, unafungua biashara inakufa, uko kwenye ndoa inakufa, vitu haviendelei. Kwa hiyo lengo la kulaaniwa ni ili udhoofishwe. Sema nakataa kudhoofishwa. Sema basi kwa sasa, sema nakataa kudhoofishwa. Naenda leo kinyume na kila laana. Na ukijifunza kushughulikia laana, magonjwa yanakuachia bila sababu.
Unashangaa unafunga vitu vinakufa, kumbe kuna watu wanalaani asifanikiwe, aende kwenye hiyo kazi, asiwahi fanikiwa, asiwahi kupenya, aendelee kuwa mgonjwa, watoto waugue, nani sijui watoto wako asifanikiwe. Nataka leo nitangaze, hautapita kwenye huo mlango. Kama kuna mtu amelaani kizazi chako, hautapita kwenye huo mlango. Utaacha laana ya magonjwa hapa, utaacha laana ya mauti hapa. Mtu mmoja apige kelele aseme laana ya mauti naacha hapa. Kila aliyekulaani ufe, hautakufa. Guse mwenzako mwambie hakuna kufa hapa, kuna kunyanyuka hapa. Una imani? Una imani? Sema kila neno lililotamkiwa leo inafutwa. Hivyo na imani? Hivyo na imani? Mshaka unafunga vitu vinakufa, baraka unakuwa mikosi, kukosa kibali, kukata tamaa, kuishiwa na nguvu, kuingia kwenye madeni, kufanya kazi na unatapeliwa. Unashangaa mtu unafanya kazi alafu upate mshahara. Unashangaa mwaka anafanya kazi hapate mshahara. Wanakuwa ni watu wa kutapeliwa. Kinachonishangaza wakati Balaki anatafuta kulaani taifa la Israeli, sioni taifa la Israeli wakilalamika wao au wakijibu mashambulizi. Tena wanapigwa kwa siri. Yaani kama sasa hivi hapo ulipo wewe unaendelea na maisha yako, unapambana, lakini kuna mtu anapata tabu, kuna mtu anapata shida, kuna mtu anakuhangaikia. Mbona yeye yuko hivi? Mbona yeye ana afya? Mbona yeye yuko hivi? Yaani kuna watu wanapata shida hapo ulipo na ujui. Lakini habari njema nilio nayo, wakati Balaki anatafuta kulaani taifa la Israeli, Mungu naye alikuwa kazini, anawatetea wateule wake. Wakati adui zako wanapanga mabaya, Mungu naye yuko kazini. Wakati wanapanga wakumalize, Mungu naye yuko kazini. Wakati wanapanga faraka, Mungu naye yuko kazini. Wakati wanapanga wakuweke shimoni, Mungu naye yuko kazini. Wakati wanapanga utajenga, Mungu naye yuko kazini. Wakati wanapanga utazika kijana, Mungu naye yuko kazini. Wakati wanapanga mazishi kwenye boma lako, Mungu naye yuko kazini. Ya. Kila mtu piga kelele, sema Mungu yuko kazini. Wakati wanapanga utazika mtoto mwaka huu, Mungu anasema wamekwenda kwa Elisha, nami niko kwenye ile madhabahu. Hakuna kuzika kijana, hakuna kuzika mama, hakuna kuzika binti, hakuna kuzika baba. Narudisha laana kwa mapepo, narudisha laana kwa wachawi, narudisha laana. Huo msiba utafanikiwa, hicho kikao kitafanikiwa, hilo jeneza litafanikiwa, mochoro itafanikiwa, na gari ya mazishi itafanikiwa. Ninatangaza jambo la baraka kwenye familia ya kwenu. Sema basi amina. Mwambie mwenzako haitafanikiwa. Hata kama jambo limeoza, Mungu anafufua vilivyokufa. Hivi unaamini jamani? Hivi unaamini? Mwambie mwenzako anza kutoa mawazo kwenye mambo yanayoshindikana. Weka mawazo kwenye mambo yanayowezekana. Aya. Usikubali kushindwa. Sema nainuka tena. Sema nainuka tena. Sema hakuna kushindwa hapa. Ile nyota au neema iliyokuwa juu Israeli ilikuwa inatisha adui. Yaani kibali ulionayo inaweza kutisha adui wakati wa ujui. Kuna mtu bado hujajenga, kuna mtu una chochote, lakini kibali chako kinawaua maadui. Kuna mtu hapa hata ukitembea unatembea kama tairi bovu, lakini kuna watu wanapata shida juu yako. Neema ulionayo inawatisha. Kuna mtu hapa kicheko chako kinatisha adui. Kuna mtu hapa meno yako yanamtisha adui. Kuna mtu hapa kanyumba ulionayo inamtisha adui. Kuna mtu hapa hujajenga, lakini watoto uliowazaa maadui wakiangalia wanapata tabu. Kuna watu mko hapa nyota zenu zinatisha maadui. Ulikotoka kuna moto unawaka. Ulikotoka kuna vitu vitaharibika. Ulikotoka kuna wachawi watadondoka. Ulikotoka kuna ungo zitadondoka. Piga kelele, sema fire. Sema adui ateseke usiku na mchana. Uko tayari? Uko tayari? Nguse mwenzako mwambie alo. Adui wako anapata shida. Waisraeli wanaendelea na majukumu yao, Balaki anapata shida, anateseka tu. Alafu anaenda kwa waganga, anatafuta waganga, analipa na riba, analaani. Alipokuwa analaani, kumbe Waisraeli walikuwa wamejenga uhusiano na Mungu. Sikiliza mwanangu, jenga uhusiano wako na Mungu hata kama mambo ni mazuri. Jenga uhusiano na Mungu hata kama mambo ni mabaya, hata kama mazingira yamegeuka. Usimwache Mungu kwa sababu ya mazingira. Endelea kushikana na Mungu hivyo hivyo tu. Maana Mungu atakulindia maadui ambao hujui.
Waisraeli hawakujua kwamba wanawindwa, lakini Mungu alijua wanawindwa. Kama ambavyo unanisikiliza hapo juu hata mimi nani, lakini Mungu anamjua. Na tukiomba hapa watakwenda kufichuka. I wish kabla mwaka hujaisha wanaokutegea mabaya wakaropoka wakafichuane. Nataka nitamka aliyekufanyia mambo mabaya, natamka mtoto wako atoe siri, natamka mama wako atoe siri, natamka kaka atoe siri. Hata kama wamekwenda kwa mganga usiku, waropoka waseme fulani tumekurudia kijana. Mashaka hawatafunga laana ya safari hii, hawatafunga laana ya mtu mwingine. Kama kuna mtu amezoea kuzika, hatafunga laana safari hii. Laana hiyo itakaa juu ya kichwa chake. Mtu mmoja apige kelele, sema fire. Kama kuna mtu kondo amezoea kuwatesa watu, atakwenda kuteswa. Guse mwenzako mwambie atakwenda kuteswa. Wangapi wana imani kabla mwaka hujaisha wanaowatesa wateseke? Hata kama ni mmeo, alipuke. Alipuke. Nyosha mikono uliko tukisema alipuke. Hata kama ni mke wangu, lipuka. Ni mtoto, lipuka. Mke mwenza, feka. Sema tunawafeka. Haya. Wangapi wanaopanga tukawafeke? Sema tunawafeka. Yeyote anayetufanyia mabaya, sema kwa maombi ya leo, kila mtu asema tunawafeka. Kata vichwa vyao. Aliyepiga makofi imani inakuwa zaidi. Sema nimefika mahali hapa, nimekalia kiti, uzima unakuja. Ya. Kuna watu wiki watategewa mitego, mitego itawarudia waliotega. Naiombea siku ya mtu, naiombea wiki wa mtu, naiombea mwezi wa mtu, naiombea mwaka wa mtu. Huu mwaka ubebe majibu yako. Hata kama bado hujaona majibu, ninatabiri kinabii kabla ya mwezi wa 12, huu mwaka ibebe majibu yako. Wanatangaza mafuta imepanda, uchumi ni mbaya. Kwake Yesu uchumi sio mbaya.